Kikombe cha uongo kuhusu pumziko. Msingi wa Biblia unatuonyesha kuwa siku ya pumziko ni siku ya 7 ya juma ambayo iliwekwa na Muumbaji. Lakini kanisa hili linaonyesha kuwa siku ya pumziko ni ile ya kwanza ya juma iliyowekwa na mwanadamu mpagani. Ilitabiriwa kwamba watu wataiacha siku ya Mungu Muumbaji na kuichukua siku ya jua. Angalia Ezekieli sura yake ni ya 8 mstari wa 16, nayo inasema yafuatayo: akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao waliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Kumbuka kuwa Danieli 7:25 inasema kuwa ataazimu kubadili majira na sheria. Sheria inasema nini? Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi 11 inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Lakini gazeti la The Catholic World la mwezi wa 3 mwaka wa 1994 ukurasa wa 809 linasema yafuatayo. Yaani ile gazeti inaitwa The Catholic World, iliandikwa mwezi wa 3 mwaka wa 1994, yaani mars 1994, page 809, inasema jua lilikuwa Mungu aliyetangulizwa na mataifa. Bado kuna watu walioliabudu jua kule Uajemi na nchi zingine. Kwa kweli kipo kitu cha kiutawala cha kifalme cha kuhusu jua kulifanya liwe. Tafadhali nimesoma vibaya. Kwa kweli kipo kitu cha kiutawala cha kifalme kuhusu jua kulifanya liwe alama inayomfaa Yesu, jua la haki. Kwa hiyo kanisa katika nchi hizi linaonekana kama linasema, tunza jina lile la zamani la kipagani, litabaki tukufu, takatifu, na hivyo Jumapili Sunday ya wapagani ikawa Jumapili Sunday ya Wakristo, takatifu kwa Yesu. Na hapo ndipo kanisa likajipatia jukumu la kuanza kuondoa amri ya 7 ambayo ilikuwa inasema uikumbuke siku ya Sabato uitakase, na wakaigeuza ikawa uifanye takatifu siku ya Mungu. Tafuta ndani ya Biblia yako popote pale, hakuna kwenye utakuta wanaandika uifanye takatifu siku ya Mungu. Kule kuikataa Sabato na ya Bwana na kuibadilisha na siku ya kwanza ya juma kulililetea kanisa hilo kutunga mvinyo mwingine wa kuleta mashaka juu ya uumbaji. Yaani wakati kanisa limekataa siku ya uumbaji, siku ya pumziko ya Mungu inayokumbusha watu kama ni muumbaji, ikawaletea pale pale kujaza kikombe kingine cha uasherati ambacho imewanywesha watu, kikombe cha uongo kuhusu uumbaji. Mungu aliwapatia watu wake Sabato ili wakumbuke kuwa ni yeye peke yake aliye muumbaji wa mbingu na dunia. Lakini shetani akaleta uongo mwingine kwa njia ya Darwin, mwanafalsafa aliyeukana uumbaji, na Papa akamuunga mkono. Angalia vitabu vitatu tunavyoanza kuvisoma hapa. Kitabu cha kwanza kinaitwa gazeti ya US News na World Report, iliyoandikwa le 4 Novembre 1996, yaani Novemba 4 1996. Inasema, je, Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake kama Biblia inavyosema,
au mwanadamu? Wanadamu walitokana na wanyama kama Darwin alivyosema katika alivyokisia karibia miaka 150 iliyopita? Jibu: kutokana na Papa Yohana Paulo wa pili kwamba binadamu walitokea kwa mabadiliko ya asili, huenda ndiyo maelezo bora. Mwisho wa kunukuu. Hicho ni kitabu cha kwanza ambacho kinaonyesha wazi ya kwamba Papa Yohana Paulo wa pili, Jean Paul II, ameunga mkono mawazo ya Darwin inayosema ya kwamba mtu alievoluwe. Mtu hajaumbwa na Mungu bali ni produit ya evolution. Angalia kitabu cha pili kinachoitwa gazeti la Time, kilichoandikwa le 4 Novembre 1996, Novemba 4 1996, nayo inasema hayo maneno huenda hayatabadilisha shule za Kikatoliki ambako mtizamo wa Darwin umefundishwa tangia miaka ya 1950. Kwa kweli kusoma Biblia nzima halikuwa zoezi lililohimizwa katika Wakatoliki katika miaka hiyo yote ya karni ya 20. Ndio maana utaona hata mpaka leo Wakatoliki wengi hawaendi kanisani na Biblia. Walizoea kutoenda kanisani na Biblia kwa sababu walizoea kusikiliza kinachonenwa kuliko kusikiliza kinachoandikwa. Na hili ni tatizo. Angalia kitabu cha tatu. Kitabu cha tatu kinaitwa Catholic Encyclopedia, kiliandikwa na Peter Stravenskes. Ni muhariri wa kile kitabu wa mwaka 1991. Anasema tusitafsiri kitabu cha Mwanzo kama kilivyo. Yaani sasa kanisa Katoliki linaonyesha wazi ya kwamba kitabu cha Mwanzo hakistahili kutafsiriwa kama kilivyo. Na Papa ambaye amekufa sasa hivi, Francisco, katika mwaka wa 2015 mwezi wa 7, alisema haifai tena tuendelee kuwafundishia watu mafundisho katika kitabu cha zamani sana, baada ya tangu karni nyingi kabla ya Kristo, wakati ambapo ni watu wanaoishi katika karni hii ya sasa. Inabidi kutafuta kitabu kingine kinachoendana na karni hii. Sasa angalia katika gazeti la Time lile pale ambapo tulisoma, kinasema hivi: katika ujumbe wake kwa mkutano wa shule ya utauwa ya sayansi ambao ulichagua chanzo cha uhai kama mada kuu, maneno ya Yohana Paulo yanaonyesha kanisa linakubaliana na wale wanaosema mtu alitokea kwa mabadiliko ya asili. Mwisho wa kunukuu. Yaani kanisa hili la Kikatoliki la Rumi linakubaliana ya kwamba mtu hajaumbwa bali alitokana na mabadiliko ya asili, yaani ni produit ya evolution kama Darwin alivyofundisha. Na hivi ni vitabu ambavyo nakuwa nikivisoma mimi, si maneno yangu, usije ukanikashifu. Ijapokuwa kanisa hili malaya litasema hivyo, ukweli wa Biblia ni kwamba Mungu anamtuma malaika wake kuwaonya watu wa maabudu muumbaji. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 7 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele ya wahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Yaani ishara, alama au muhuri wa Mungu kati yake na watu wake ni sabato takatifu, na itabaki kuwa sabato takatifu. Watu wakubali wakatae, wajinyonge wala waishi, ni sabato takatifu ndio muhuri wa Mungu kati yake na watu wake. Ezekieli 20 mstari wa 20 inasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu.
Yaani watu wote wanaoshika sabato wanajua ya kwamba Bwana ndiye Bwana Mungu wao. Wasioishika wanajua ya kwamba ni mwingine ndiye Bwana wao, na tayari tutaangalia Bwana wao ni nani. Lakini Yesu anaendelea kusema mwenyewe akijishuhudia. Unajua, mara kwa mara unaweza kumsingizia mtu, lakini mtu ana haki ya kujishuhudia. Angalia jinsi Yesu mwenyewe anajishuhudia. Marko 2:28 inasema, basi Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato pia. Kumbe kama sabato inaitwa siku ya Bwana, sabato ndiyo inastahili kuitwa siku ya Mungu, kwa sababu Bwana Yesu aliye Mungu ndiye anasema yeye ndiye Bwana wa sabato. Sasa ikiwa Mwana wa Adamu yeye ndiye Bwana wa sabato na yeye ndiye muumbaji, sasa ni nani aliye Bwana wa Jumapili? Nani aliye Bwana wa siku ya jua, yaani dimanche? Ni nani ambaye tunamwabudu tunapoenda kushiriki ibada na kupumzika na kusema kwamba dimanche ni siku ya Mungu? Ni Mungu yupi ambaye ndiye mwenye hiyo dimanche? Twende huyo sasa katika neno usomi unaofuata. Kama vile Yesu mwenyewe alivyojitetea kuwa ndiye Bwana wa sabato, vile vile tumsikilize mwingine naye anayejitetea mwenyewe kwamba yeye ndiye Bwana wa dimanche. Kuna kitabu kinachoitwa The Catholic Record, kiliandikwa Londres le 1er septembre 1923. Kitabu kinachoitwa The Catholic Record kiliandikwa London tarehe 1 mwezi wa kenda mwaka wa 1923, kinasema Jumapili, yaani dimanche, ndiyo alama ya utawala wetu. Kanisa Katoliki liko juu ya Biblia, na kule kubadilisha sabato kuna hakikisha hayo. Mwisho wa kunukuu. Tena mtasema, unaona hatujaelewa. Ewan, mimi nimenawa damu yako, nimesema kile kinachokuwa ukweli, tena ukweli ambao ninausimamia kwa miguu miwili. Hata uje na upanga nitakutegea kichwa changu ukikate ukiweke kwenye sinia, lakini tafadhali bora tu nitakuwa nimemaliza kusema ukweli, na hapa sijamaliza. Hii ingali mwanzo tu. Sikiliza uondo utakaotokea huku pembeni. Sijafika fasi. Wewe tu kama unaanza sikia hasira, kabako, kunywa maji ili upate kusikiliza mambo mengine. Monseigneur Mulindwa Mutabesha, padri aliyetumika Bukavu, padri wa Kikongomani ambaye alitafsiri Agano Jipya ya rangi nyekundu Bukavu tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka wa 1984, katika ukurasa wake wa 135 page 135 anasema hivi, akitafsiri Mathayo 28 mstari wa kwanza, anasema siku ya kwanza ya juma sasa ni siku ya Mungu yetu au Dominika, yenye kufuata siku ya sabato ya Wayahudi. Mwisho wa kunukuu. Yule padri Monseigneur Mulindwa Mutabesha katika kitabu chake kile kile, sasa ukurasa wa 395 395, anasema, akitafsiri kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza, anasema siku ya kwanza ya juma ndiyo iliyofuata siku ya sabato itakuwa siku ya Mungu ya Wakristo, siku ya Bwana Dominika. Unasikia? Ilikuwa siku ya Mungu yetu, sasa itakuwa siku ya Mungu, siku ya Bwana Dominika. Ilikuwa yetu sisi wa Katoliki, sasa itakuwa siku ya Mungu ya Wakristo. Na ndio maana utakuta wale wote wanaojiita Wakristo chini ya mamlaka ya kanisa ya Kikatoliki, wote wanaiita ni siku ya Mungu, na usiwakataze, kwa sababu ni amri kutoka mama yao. Sasa kanisa Katoliki linasemaje kuhusu sisi wa Protestanti tunaoendelea kuishika Jumapili ya mnyama pahali pa kuishika sabato ya Biblia?
Ijapokuwa kila ajuaye Uprotestanti anajua ya kuwa ni mtu anayefuata Biblia na Biblia peke yake. Huo ndio Uprotestant. Protestantisme ilitokea katika kusimama na Biblia. Na ndio maana waliwaita Protestant, yani wakanadini, kwa sababu walikana dini Katoliki. Sasa kuna kitabu kinachoitwa The 5 of Millions. Niliuliza habari ya maana yake, wakasema ndio imani ya mamilioni. Mareo kale kamoja nilikanasa katika Kiingereza, hata kama sikijui, lakini Mungu asifiwe kwanza kwa sababu nimejua kale kamoja, na ingelikuwa Kiingereza itakuwa ndio lugha ya mbinguni, sijui kama ningefanyaje. Iliandikwa na Reverend anayeitwa John Brian. Ukurasa wa 422, 421 na 422 anasema hivi. Aliyeandika anaitwa Reverend tafadhali. Anaitwa John Brian. Ukurasa wa 421 na 422. Anasema, lakini kwa vile Jumamosi si Jumapili ndio limewekwa katika Biblia, ndio limetamkwa katika Biblia, ni jambo la kujiuliza kwamba wale ambao si Wakatoliki wanaosema wanachukua dini yao moja kwa moja ndani ya Biblia na sio kutoka kwa kanisa, wameendelea kuitunza Jumapili badala ya Jumamosi. Ndiyo, kwa kweli kuna utata, lakini mabadiliko yalifanywa karni 15 kabla ya Uprotestanti haujazaliwa. Wameendelea kutunza desturi hiyo hata kama ni juu ya mamlaka ya kanisa Katoliki na sio katika Biblia. Kule kutunza Jumapili kunabaki kuwa ni ukumbusho, ni kuwakumbushia kanisa mama ambalo makanisa yasiyo ya Kikatoliki yalitoka, kama mvulana anayekimbia kutoka kwa mama yake, lakini bado mfukoni ana picha ya mama yake au kifungio cha nywele zake. Mwisho wa kunukuu kitabu. Yaani kile kitabu kinasema Waprotestanti walitoka katika kanisa Katoliki na wakakimbia, wakasema hatutaki, wewe unatuangusha, wewe unatutosha katika mstari wa kweli. Lakini wakakimbia, wanabeba desturi zote za kanisa hilo, sawa na kijana ambaye alikimbia kutoka kwa mama yake, lakini akasema ngoja nibebe picha ya mama nikuwe na muangalia, ngoja nibebe basi mubano wa nywele wa mama, nitakuwa naangalia basi hii namkumbuka. Eti ndivyo Waprotestanti walivyoenda. Si mimi ninayesema, ni kitabu kinachoitwa The 5 of Million kilichoandikwa na John Brian, na ukurasa wake ni wa 421 na 422. Padri mmoja anayeitwa Monseigneur Segur aliandika kitabu kinachoitwa, hii ni Kiingereza tafadhali msiache ninajiuma ulimi, Plan Talk About the Protestantism of Today, page ya 213. Katika Kiswahili tumepata neema ya kutafsiriwa sehemu moja inasema, Waprotestanti wanaposhika Jumapili au Dimash ni sifa wanazotoa kwa mamlaka ya kanisa Katoliki hata kama hawataki. Mwisho wa kunukuu. Mimi hapa naenda tu kwa usomaji wa vitabu, sitakata. Kuna kitabu kingine kinachoitwa Historia Ecclesiastica ambacho kinazungumzia juu ya baraza ya Laodikia. Ukurasa wake ni wa 739. Kinasema, katika mwaka wa 325 Silvester, askofu wa Kirumi, alibadili cheo cha siku ya kwanza na kuita siku ya Bwana. Mwisho wa kunukuu. Unaona? Historia Ecclesiastica inasema mwenye alibadili. Unakumbuka kama tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 ndipo mfalme kafiri, mfalme wa kipagani Constantin I
alichukua hii siku ya Mungu wake jua akaiweka ndani ya kanisa, na ikawa siku ya pumziko ya serikali yote, na akafanya Ukristo kuwa dini ya serikali. Yeye alikuwa anaabudu Mungu jua, akawaacha watu waendelee kufuata sabato kama kawaida jinsi walivyokuwa wanafuata tu, lakini siku ya dimanche anafanya karamu ya kifalme. Yaani watu wanakuja kanisani kwa ibada siku ya sabato, samedi, lakini tena kesho watakuja tena kanisani kwa karamu ya mfalme siku ya Mungu wake. Sasa ikawa inawachosha wale wanaotoka mbali. Sasa wanaamua kuliko kusema nikose karamu ya mfalme, acha tu nitaenda kule tu mara moja basi ile siku ya dimanche, kuliko kwenda leo na kurudia. Ndipo wakafanya kura. Mfalme akasema tuchague. Wakafanya kura. Watu wengi ndio wakavote kwamba siku ya dimanche ndio iwe siku ya kufuata. Basi na ungechagua ipi? Siku ambayo hautakula na siku ambayo utakula? Ungechagua ile ambayo hutakula kweli? Lakini mwaka 321 ndipo hiyo iliingizwa. Miaka 4 baadaye, Papa wa Roma Silvestre, mwaka wa 325 akaibadilisha. Sasa haikuwa tena siku ya jua, ikawa sasa siku ya Bwana. Tangu pale ndipo walianza kuiita siku ya Mungu. Sasa wewe mwenye ulizaliwa karne ya 21, wewe ulizaliwa karne ya 21 kweli, unaweza kujua na kuweza kusema unajua chimbuko lenye lilibadilika mwaka wa katika karne ya 4, karne ya 4, kutoka 4 hadi 21. Unaona miaka ni karne ngapi zimepita? Na ndio maana unaona leo watoto wetu wanazaliwa wanafikiri ya kwamba siku ya 7 ni dimanche, na ndio unaona wanaita lundi ambao ni siku ya pili wanaita ya kwanza, mardi ambao ni siku ya 3 wanaita ya pili, mercredi ambao ni siku ya 4 wanaita ya 3, jeudi ambao ni siku ya 5 wanaita ya 4, na vendredi ambao ni siku ya 6 wanaita ya 5, na samedi ambao ni siku ya 7 maskini ya Mungu wanaita ya 6, na kisha tena wanaiongezea mzigo eti ni ya posho, na kisha tena inakuwa ya rendezvous, na kisha siku ya kwanza ya juma ambao ni siku ya Mungu jua wanaibandika jina ya kwamba ndiyo siku ya Mungu, siku ya Bwana. Bahati nzuri ni kwamba hawataji ule Mungu ni gani, lakini leo tumemvumbua ni Mungu askofu wa Roma anayeitwa Silvestre na wenzake wote waliomgomboa. Tuangalie kitabu kingine kinachoitwa Historia ya Mabaraza ya Kanisa. Kitabu kinaitwa Historia ya Mabaraza ya Kanisa, Baraza la Laodikia, gombo la pili, ukurasa wa 316. Yaani histoire ya makomite za kanisa zilizokuwa zikifanyika, lakini ni deuxième volume, page 316. Inasema Wakristo hawatafanya Kiyahudi, yaani kutunza sabato na kukaa bila kazi siku ya Jumamosi, bali watafanya kazi katika siku hiyo. Lakini siku ya Bwana, sababu Silvestre alishaita ya Bwana, ndipo wakasema lakini siku ya Bwana wataiheshimu kwa namna ya pekee, na kwa kuwa Wakristo kama itawezekana hawatafanya kazi katika siku hiyo. Kumbuka ya kwamba Mungu yeye aliposema siku sitafanya kazi utende mambo yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako, hakusema kama itawezekana. Yeye alisema usifanye kazi yoyote siku hiyo. Lakini baraza ya Laodikia inasema kama itawezekana usifanye kazi dimanche, na kama haiwezekane basi tufanyaje? Ndio maana utawakuta wengi iwe dimanche wanaenda sokoni na wanatoka kanisani. Wengine wanabeba hata biashara kwenye kanisani, wanayatia kwenye mlango wa kanisa. Baada ya ibada wanaingia sokoni. Sawa sawa na jinsi Waislamu nao wanaingia sokoni, wanatoka wanaenda kwanza kumtaja Mwenyezi Mungu vendredi, baada tu ya sala wanarudia tena, wanatawanyika, wanatafuta riziki ya Mwenyezi Mungu kama Qur'ani inavyowaamuru wafanye. Lakini siku ya sabato ni ya ibada tu kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Biblia, tofauti na siku hii ya dimanche. Kitabu kingine kinachoitwa Katikisimu ni kitabu cha imani za msingi za kanisa Katoliki,
inatoa maswali na majibu yake ili kutuelewesha kile ambacho kanisa limekifanya na kile ambacho sisi wa Protestanti tunakifanya. Kitabu kinaitwa Muhtasari wa Mafundisho ya Kikristo, ukurasa wa 58, page 58. Wale wenyewe wanakuwa nacho katika Kifaransa wasome kitabu kinachoitwa Catéchisme de doctrine catholique pour les convertis. Catéchisme de doctrine catholique pour les convertis, page 50. Na wale ambao wanakuwa na ingine naitwa Le Catéchisme de l'Église catholique abrégé, watapata hayo. Hiyo sikumbuke ukurasa kwa sababu kitabu chenyewe sina nacho hapa. Sasa mimi ninasoma hii ambayo inaitwa Muhtasari wa Mafundisho ya Kikristo, ukurasa wa 58. Inasema, swali la kwanza: wawezaje wewe kuthibitisha ya kwamba kanisa linalo uwezo wa kuamuru kuwepo kwa sherehe na siku takatifu? Jibu: kwa kitendo halisi cha kubadili Sabato kwenda Jumapili ambacho Waprotestanti wanakikubali, na kwa sababu hiyo wanajipinga wenyewe kwa kutunza kwa uhalisi Jumapili na kuvunja sherehe nyingi zingine zilizoamuriwa na kanisa lilo hilo. Mwisho wa kunukuu. Swali la pili: je, unayo njia nyingine ya kuthibitisha ya kwamba kanisa linayo mamlaka ya kuweka sherehe au kanuni? Jibu: kama lisingekuwa na uwezo huo, lisingelikuwa limebandika utunzaji wa Jumapili siku ya kwanza ya juma badala ya utunzaji wa Jumamosi siku ya saba, badiliko ambalo halina mamlaka yoyote ya maandiko. Ninarudia msemo huu unasema, kama lisingelikuwa na uwezo huo, lisingelikuwa limebandika utunzaji wa Jumapili siku ya kwanza ya juma badala ya utunzaji wa Jumamosi siku ya saba, badiliko ambalo halina mamlaka yoyote ya maandiko. Mwisho wa kunukuu. Hicho ni kitabu kinachoitwa Muhtasari wa Mafundisho ya Kikristo. Kitabu kingine kiitwacho Toka Sabato hadi Jumapili, kilichoandikwa na Haines, ukurasa wake ni wa 43, kinasema, wajulikane kama manabii wa mpinga Kristo wale waliokaza kusema kazi haipaswi kufanywa siku ya Sabato. Mwisho wa kunukuu. Yaani wale wanaosema kazi isifanywe siku ya Sabato wajulikane kama manabii wa nani? Wa mpinga Kristo. Unasikia msemo huo mkali sana. Na msemo huo utakapoamka tena katika siku zile zinazokuwa mbele yetu, hapo ndipo watu watalazimika kuuawa, kwa sababu itaonekana ya kwamba wao ndio wanafanya kwamba amani isiwe duniani. Kama wanasema wajulikane kama manabii wa mpinga Kristo, huone ya kwamba ni hatari hiyo. Sasa watu wanakuwa wanajiuliza, sasa ikiwa alama ya Mungu ni Sabato, sasa alama ya mnyama ni nini? Chapa ya mnyama ni nini? Iko vizuri wazi katika kitabu kinachoitwa The Catholic Record, kilichoandikwa ile le 1er Septembre 1923. Septemba 1 mwaka 1923, inasema, Jumapili ni chapa ya madaraka yetu. Kanisa liko juu ya Biblia, na huku kuhamisha kwa utunzaji wa Sabato ni uthibitisho la ukweli huo, na nilitangulia tena kusoma hiyo. Sasa uangalie, sasa wewe ambaye umesikia haya yote na bado sijamaliza, kuna kitabu kingine ambacho ninakuwa nikitafuta hapa, acha nikiangalia hapa karibuni niweze kukisoma. Kitabu kilichotafsiriwa na Monseigneur Emmanuel
Kataliko, naye ni padri wa Kikatoliki kutoka mjini Bukavu aliyetafsiri Biblia kubwa, ile Biblia kubwa ya nyekundu hiyo. Alimaliza kuitafsiri tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 1998. Ukurasa wake ni wa 2381, 2381 page. Ana tafsiri andiko la Wakolosai 2:16. Ana tafsiri ifuatayo, anasema asiwahukumu. Kwa nini? Unaona? Kwa nini wanaweza kutuhukumu? Sababu tulibadilisha siku ya mapumziko. Wakristo walikamata siku ya ufufuo pahali pa siku ya Sabato ya Wayahudi. Hivyo mitume waliofanya vile walijizania kuwa juu ya sheria ya Musa. Mwisho wa kunukuu. Haya ni masemi ya padri ambaye ni askofu wa Kirumi anayeitwa Kataliko. Sasa nikwambie, jambo la kushangaza ni kwamba anazungumuza hivyo, na tunaweza kujiuliza ni kwa nini sasa walikusudia kubadilisha Sabato kuliko kusema watu wabakilie katika ibada ile ambao waliwakuta wako nayo, wabakilie katika siku ile ya pumziko ambao waliwakuta nayo. Lengo ilikuwa ni moja, ni kukataa kila kitu cha Kiyahudi, kwa sababu waliwachukia Wayahudi. Warumi waliwachukia Wayahudi, na ilitabiriwa, nadhani tulikumbuka ile tulipoisoma katika kitabu cha Danieli juu ya nchi ya uzuri. Nchi ya uzuri ambao ni Palestina. Mfalme wa kaskazini alichukiana sana na nchi ya uzuri. Sasa angalia kitabu kinachoitwa Pumziko la Kimbingu kwa Fadhaa ya Kibinadamu. Kiliandikwa na Samuel Bachiochi. Samuel Bachiochi. Ukurasa wake ni wa 237. Unasema hivi: dalili za muhimu zinaonyesha ya kwamba uadhimishaji wa Jumapili ulianza wakati huo huo pamoja na Jumapili ya Pasaka, kama jaribio la kuhakikishia mamlaka ya Kirumi utofauti kati ya Ukristo na Uyahudi. Mwisho wa kunukuu. Kumbe ile ilikuwa ni kusudi mamlaka ya Kirumi ijue ya kwamba hawahusiani na Kiyahudi. Sasa wakakamata hiyo Sabato kana kwamba ni Sabato ya Wayahudi, wakaichukia na kuifukuza kusudi ionekane wazi ya kwamba hawapendani, hawashikamane na wanani, na Wayahudi, jambo ambalo linaleta utata. Kitabu kingine kinaitwa Imani ya Baba Zetu. Kiliandikwa na kardinali wa Kikatoliki anayeitwa James Gibbon. Ukurasa wake ni wa 111 na 112. Nacho kinasema hivi: Imani ya Baba Zetu, ndio jina la kitabu. Kinasema waweza kusoma Biblia tokea mwanzo hadi Ufunuo na hutapata mstari mmoja unaotoa mamlaka ya kutakaswa kwa Jumapili. Maandiko yanasisitiza uadhimishwaji wa Jumamosi. Mwisho wa kumnukuu. Huyu ni padri wa Kikatoliki ambaye anaandika kitabu kinachoitwa Imani ya Baba Zetu. Jina lake Cardinal James Gibbon, na kitabu kile ni ukurasa wa 111, ukurasa wa 112. Niko nakwambia hiyo kusudi usije ukasema ulikosa mahali pa kusoma. Usiseme ya kwamba maneno yalitoka kinywani tu, kichwani tu ovyo ovyo yanatungwa. Pia kuna kitabu kingine kinachoitwa Kanuni 10 za Maisha. Nacho ni kitabu cha Kikatoliki, kiliandikwa na Clovis Chapelle. Ukurasa wake ni wa 61 au page 61. Inasema sababu ya kuadhimisha siku ya kwanza badala ya siku ya saba haina msingi katika amri yoyote. Mtu anaweza kuchunguza maandiko bure kwa ajili ya kupata ushuhuda wa kubadilishwa toka siku ya saba hadi ya kwanza. Mwisho wa kumnukuu. Anaonyesha wazi ya kwamba, yani huu ni ushuhuda wa Kikatoliki, unaonyesha ya kwamba hiyo siku ya kwanza ya juma kufanywa siku ya pumziko
haina mahali popote walipoitosha ndani ya maandiko, bali ni kusudi kanisa lionyeshe ya kwamba lina uwezo, lina mamlaka. Sasa uangalie kitabu kinachoitwa Kanuni za Kitume. Kanuni za Kitume, kitabu cha 7, sura yake ni ya 23. Kinasema Wakristo hawakuwa peke yao ambao walikuwa wazembe na polepole wakalegea katika imani yao. Hiki ni kitabu cha Kikatoliki. Ninaendelea. Mmomonyoko wa usafi wa kanisa la mitume ulisimama imara na dhahiri, lakini wakati kizazi cha pili na cha tatu cha Wakristo kilipokuja, tunaona kithibitisho cha kuridhiana na upagani na uasi. Kumbe wakati kizazi cha pili na cha tatu kutoka kwa mitume vilipopita, pale kanisa la Mungu likaridhiana na upagani na uasi. Ndio maana huo uasi tunauona na huo upagani tunauona. Lakini kitabu kingine ambacho ninataka kukisoma ili niingie katika mambo mengine, inasema ni kitabu kinachoitwa Sabato ya Kikristo, page 16, ukurasa wa 16. Inasema kanisa la Kikatoliki kwa zaidi ya miaka 1000 kabla ya kuwepo kwa Uprotestanti, kwa uwezo wa utume wake wa kimbingu, lilibadili siku toka Jumamosi hadi Jumapili. Kanisa la Kikatoliki kwa zaidi ya miaka 1000 kabla ya kuwepo kwa Uprotestanti, kwa uwezo wa utume wake wa kimbingu, lilibadili siku toka Jumamosi hadi Jumapili. Mwisho wa kunukuu. Hicho ni kitabu hicho. Sasa nafikiri ya kwamba vitabu umevipata, tumevisoma, lakini wewe ndio unakuwa na kile cha kuweza kufuata au unaweza kuacha, kwa sababu kanisa hili lilipokusudia kuchukua mapokeo na kuyatia katika pahali pa maandiko, hakuna mwanadamu aliyewatuma, ni akili zao. Kuna baki vitabu viwili nitakavyosoma ili nipate kuachana na masuala haya ya Sabato na Jumapili. Namna gani viliingia na kanisa Katoliki inasemaje? Ninataka kusoma vitabu viwili vya kanisa Katoliki. Kitabu kimoja kilichoandikwa na padri anayoitwa Abe Tankeri, na kitabu kingine kilichoandikwa na Katerine, kanisa Katoliki, Sentinelle la Mtakatifu Katerine la kanisa Katoliki. Hasa ninataka kusoma hivyo vitabu viwili, ndipo tuweze kuingia sasa katika sehemu nyingine ya kuonyesha kile kikombe cha yule mwanamke kahaba. Abe Tankeri, yeye ni professeur, ni mwalimu wa teoloji kwenye huko Paris, na aliandika mwaka 1922. Inatoka katika Kilatini, imetafsiriwa kutoka katika Kilatini. Kitabu hiki, sikiliza, anaitwa Abe Tankeri, ni padri wa Kikatoliki. Kitabu chenyewe kinaitwa Synopsis Theologicae Dogmaticae, Rome Tourmaille, Paris 1922, tome 1, page 368. Kinasema Wakatoliki na Waprotestanti kwa jumla hawashiki Jumamosi au Samedi, bali Jumapili, yaani dimanche. Tukichukua maandiko matakatifu kama kanuni ya imani, tunaona ya kuwa hii ni kinyume na sheria ya Mungu. Kwa kuwa katika Agano la Kale tunaona wazi ya kuwa ni Jumamosi inayostahili kushikwa, na kwa upande mwingine tunatambua ya kuwa mitume pia walishika kikamilifu Jumamosi, yaani Samedi. Na hatujasoma mahali popote katika maandiko matakatifu ya kuwa kanuni hii ya kiungu ilibadilishwa. Kwa hiyo Waprotestanti wanatakiwa kurudilia Jumamosi au Samedi ya Wayahudi
au wanyenyekee chini ya kanisa Katoliki ambalo kwa uwezo lililopewa na Mungu lilihamisha utukufu wa Jumamosi kwa Jumapili. Mwisho wa kumnukuu. Huyu ni Abbé Tankeri. Mnajisikilia kwa masikio yenu? Acha nitie nifunge kinywa changu nisiongezee chochote. Tuende sasa tusome Sentinelle la Mtakatifu Catherine la kanisa Katoliki. Liliandikwa le 21 Mei 1995, yaani tarehe 21 Mei mwezi wa 5 mwaka 1995. Nayo inasema: pengine jambo la kijasiri kuliko yote, badiliko la kimapinduzi kuliko yote ambayo kanisa limepata kufanya lilitokea katika karne ya kwanza. Siku takatifu Sabato ilibadilishwa tokea Jumamosi hadi Jumapili, sio kutokana na maelekezo yoyote yaliyo katika maandiko, bali kutokana na kanisa lenyewe kuhisi uwezo wake lenyewe. Watu wanaodhani ya kwamba maandiko yanapaswa kuwa mamlaka pekee wanapaswa kwa uamuzi wa maana kabisa kuwa Waadventista wa Sabato na kuitunza Sabato takatifu. Mwisho wa kunukuu. Ndugu zangu, mimi nina masikio yangu, nina macho yangu na nimejisomea. Simujali mtu, ninajali wokovu wangu. Nimejisikilia, ninatafuta kwa kwenda. Sentinelle la Mtakatifu Catherine la kanisa Katoliki. Sijui wanafikiria nini kutuandikia hivi. Kwa nini walichagua kanisa la Waadventista wa Sabato? Wanasema hivi, ngoja nirudia, anasema hivi: pengine jambo la kijasiri kuliko yote, badiliko la kimapinduzi kuliko yote ambao kanisa limepata kufanya lilitokea katika karne ya kwanza. Siku takatifu Sabato ilibadilishwa tokea Jumamosi hadi Jumapili, sio kutokana na maelekezo yoyote yaliyo katika maandiko, bali kutokana na kanisa lenyewe kuhisi uwezo wake lenyewe. Watu wanaodhani ya kwamba maandiko yanapaswa kuwa mamlaka pekee wanapaswa kwa uamuzi wa maana kabisa kuwa Waadventista wa Sabato na kuitunza Sabato takatifu. Hivi hawa waliandika hivi na wamekunywa kidogo? Waliandika hivi na akili ziko timamu? Au ninaamini ya kwamba akili zilikuwa timamu, lakini Mungu alipenda waandike hivyo ili mimi na wewe tupate kukosa cha kusamba wakati hukumu ya Mungu itakapokuja. Ninaamini tena ya kwamba sote tumejisikilia na tumeona ukweli kuhusu siku ya ibada. Kanisa lile ambalo liliibadili na ni lile linalotuonyesha mahali pa kupita. Na ninashukuru sana wale walioandika kutoka kanisa hili, kwa sababu wao ndio wanaacha tunajua ukweli ambao waliuficha watu wao muda wa miaka ya kutosha. Na ninaamini ya kwamba hata tunapoufungua huu ukweli, watu wanapashwa kukasirika miongoni mwao. Kuna mwanaume mmoja ninakumbuka aliniambia, ukitaka kumficha Mwafrika chochote ukiweke katika kitabu, kwa sababu hawasomi vitabu, hasa Wakongomani. Utawakuta wanaweka maekuteri masikioni, wanasikiliza nyimbo, muziki, lakini kusema asome kitabu kwake ni matatizo, wakati ambapo kweli zote za msingi, kweli zote za maana zimefichwa ndani ya kitabu. Unaona? Angalia sasa. Nilikuwa nimeacha kumbe kitabu kimoja. Hapana, siwezi kukiacha. Kitabu hiki kinaitwa ni barua ya tarehe 28 Oktoba mwaka wa 1895 iliyoandikwa na Thomas, mwandishi wa Kikatoliki. Anasema hivi: kanisa Katoliki linadai kwamba badiliko walilifanya wao
na badiliko hilo ni chapa ya madaraka yake na ya kikanisa na mamlaka walio nayo katika masuala ya kidini. Kumbe mtu akikuuliza chapa ya mnyama ni nini, elewa ya kwamba ni siku ya kwanza ya juma iliyowekwa badala ya siku ya 7 ya juma, yaani dimanche badala ya samedi. Na walioifanya ni chapa ya wanani? Ni chapa ya mamlaka ya kanisa Katoliki ikiongozwa na utawala wa upapa, kwa sababu hata hiyo chapa inakuwa na hesabu yake ni 666 inayotoka katika jina la huyo mnyama, yaani utawala wa upapa. Tuachane sasa na mambo kama hayo. Kwa hiyo wewe msikilizaji wangu unayenisikiliza vizuri na masikio yako yametahiriwa, utatakiwa kuchagua kama utamfuata muumbaji kwa kuishika sabato yake samedi, au utamfuata mnyama na kuishika siku yake ya Jumapili ambayo ni siku ya jua dimanche. Hapo utakuwa umefanya uchaguzi kwa nia yako mwenyewe, wala hutashurutishwa. Tuangalie sasa kikombe kingine ambacho ni kikombe cha mwisho tutakachokiona alichokileta huyo mwanamke kahaba kanisa la Kirumi na kukinywesha dunia nzima, na hata watoto wake wakaiga mfano huo huo. Ni kikombe kinachohusu kifo. Kikombe kingine ambacho tutaishia kwacho ni kikombe cha uongo kuhusu kifo. Msingi wa Biblia unaonyesha kuwa anayekufa hajui lolote, hawezi lolote. Lakini kanisa la Katoliki lilibuni njia ya kuwasadikisha watu kwamba anayekufa anaenda mbinguni au kwenye matohara, yaani purgatoire au pagatori, ambako atalazimika kuteswa sababu ya dhambi zake hadi pale watakapomlipia gharama fulani kwa kanisa, ndipo anapelekwa mbinguni. Na pia ibada ya kuabudu Tamuzi, mungu wa kipagani, ikaingizwa kanisani kama Biblia ilivyotabiri, kwa sababu Tamuzi alivyokuwa mungu wa kipagani wa Babeli na akafa, watu wakaambiwa ya kwamba anaenda kwenye jua, na hapo ndipo watu walianza kujua ya kwamba ndani ya jua muna Mungu. Ibada hii ikaingizwa kwa sababu Tamuzi amekwisha kufa, lakini nikana kwamba hufa tena hufufuka, hufa tena huzaliwa. Tafadhali, si kwamba hufufuka, bali hufa tena kuzaliwa, na wanamkamata kama mungu wa mazao, tena mungu wa kifo. Kitabu kinachoitwa Watchmen kilichoandikwa mwezi wa 4 mwaka wa 1940 kinasema, imani ya kipagani ya kutokufa kwa roho ya binadamu iliingia kanisani kupitia mlango wa nyuma wa kanisa katika karne ya awali. Mwisho wa kunukuu. Kumbe imani ya kutokufa iliingia katika kanisa katika karne ya ngapi? Ya awali. Manake karni za awali, manake zamani. Kanisa hili ndilo liliwafanya wa Protestanti nao wanaamini leo ya kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Kanisa hili ndilo lilifanya kwamba makanisa yote ya Kikristo yanaamini, na hata ile isiyo ya Kikristo, ya kwamba mtu akifa anaweza kurudi tena na kuwadhuru wale waliosalia, au kuwaua, au kuwatesa, kuwaharibu wale ambao walibaki nyumbani. Au tena inawaaminisha ya kwamba ukiteseka, aliyekufa anaweza kuja kukusaidia. Ni imani ya kanisa la Kikatoliki ndiyo iliyotengeneza jambo hili ili kujilimbikizia pesa kwa maskini ya Mungu wasiojua ukweli wa maandiko. Lakini maandiko yanasemaje? Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5, wa 6 na wa 10 na wa 10. Mhubiri 9 mstari wa 5, wa 6 na wa 10 inasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa
wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Kuna watu wengi ambao wanadanganya ya kwamba hapana, jivike mabomu, wende ujitupe humo, utaripuka pamoja na wale watu, lakini wewe kwenyewe utaendelea na maisha huko, utaishi vizuri, na unaenda kuandaa pia nafasi kwa watu wa familia yako. Wanaamini hivyo na wanaenda kufa na kupotea. Tena nikwambie, mtu ambaye anaenda kujiua hawezi hata kidogo kusamehewa dhambi yake. Ule hakuna, kwa sababu anajiua, yani anajimalizia uhai, anafanya dhambi ya makusudi mwenyewe. Lakini watu wanafanya mambo kama hayo. Ayubu sura ya 7 mstari wa 9 hadi 10 inasema, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni hatazuka tena kabisa, hatarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Kwa nini sasa tunadanganywa leo ya kwamba anayekufa anaenda mbinguni? Na Biblia inasema Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Na hakuna mtu yeyote tunayemuona alienda mbinguni akiwa amekufa. Yesu alikufa mpaka alifufuka ndipo akaenda mbinguni. Musa alikufa ni mpaka alifufuka ndipo akaenda mbinguni. Elia hajaonja mauti, wala Enoko hakuonja mauti. Sasa ninyi mnatosha wapi hii imani kwa huyu mwanamke kahaba na inawatawala mpaka mnawaambia watu eti ameenda mbinguni? Eti kazi ya Mungu haina makosa. Personame. Unaposema personame, unafikiria nini? Ni wewe ndiye unayepanga amani kwa watu. Yaani unajua ile amani personame ni kwa sababu walimfundisha ya kwamba ile roho ya nafsi ya ule mtu inaenda kuhangaika, kuteseka, purgatoire, ili waipanie pesa. Sasa yeye anamtakia asiteseke, asihangaike. Watu wengi kweli wamelewa na mpaka wamekuwa kama wenda wazimu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mvinyo wa huyu kahaba umewafanya wawe na wazimu. Ndugu zangu, ni lini tutatoka katika huu wazimu? Mtu akifa baada ya kutubu au kama hakutubu, mambo yake yameishia pale, hukumu yake inakamilika papo hapo anapokufa. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Usiambiwe mambo mengine ndugu yangu. Tuseme tena nini? Usipofanya uchaguzi wa hatima ya mwisho wa maisha yako sasa, usifikiri kama kuna nafasi nyingine baada ya kifo ambao utapewa ili uweze kufikiria tena jinsi ya kuishi maisha ya milele. Wala wafu hawaendi mbinguni, wala hawaendi kuteseka, hawaendi pagatori. Fuata ukweli wa Biblia tafadhali. Jambo la mwisho ambalo ninataka kulizungumzia, kwa sababu lilisemwa juu ya huyu mwanamke, ni lile linalopatikana katika Ufunuo sura ya 17 mstari wa 6. Linasema ya kwamba huyu mwanamke kahaba au kanisa hili la Kikatoliki la Kirumi linalewa kwa damu ya watakatifu. Kulewa kabisa. Yaani damu inalilewesha. Ufunuo sura ya 17 mstari wake ni wa 6 inasema, nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Sasa tuangalie ushahidi wa historia jinsi mambo yalivyokuwa, ili ushahidi huo utuonyeshe kama kweli kanisa Katoliki liliwaua Wakristo mpaka likalewa damu yake au hapana. Ushahidi wa vitabu huko. Kwa neema ya Mungu tutasoma vitabu vitatu na ndipo tutakuwa tumemalizia hapo mipango yote tuliyokuwa nayo kwa ajili ya kahaba mkuu. Tujue kwa nini Mungu anapanga kumwadhibu. Kwa nini Mungu anapanga kuadhibu kanisa Katoliki? Kwa nini Mungu anapanga kuadhibu Papa wa Roma na Vatikano yake? Na hii yote tumeviona. Ninawaambia kila mara, itakuwa ni ole kwa papa atakayekuwa pale wakati ambapo mapigo 7 yatakapoanguka. Kwa sababu huyu Wakongomani wanasema hana bahati.
Angalia kitabu kinachoitwa Brief Bible Readings for Busy People. Brief Bible Readings for Busy People. Ukurasa wake ni wa 16. Ni kitabu cha 8. Kinasema sababu ya kupokea imani nyingine iliyo kinyume na ile ya kanisa la Rumi. Historia inaeleza ya kuwa zaidi ya milioni 100 ya Waprotestanti wa Swisi na wa Faransa waliuawa katika vita Croisade iliyotangazwa na Papa Innocent III au Innocent wa tatu katika mwaka wa 1208. Mwisho wa kunukuu. Kataa hiyo. Kama wewe ni mwanahistoria, kataa. Angalia kitabu kingine. Kitabu kingine kinaitwa History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe. Iliandikwa mwaka wa 1910. Usifuate namna ninavyosoma vibaya Kiingereza, si lugha yangu na wala sijui ninasoma nini. Lakini wewe ufuate kile ninachosoma katika Kiswahili kwa sababu pale ninakuwa na akili zangu zote. Ni kitabu kilichoandikwa mwaka 1910. Ninakusomea nacho namna kilivyo kusudi usiseme ya kwamba kile kitabu ni kipi. Uende ukitafute, uchunguze kama nimekudanganya au hapana. Usipofanya uchunguzi, mambo ni ya kwako wewe mwenyewe, shauri yako. Kile kitabu ni gombo la pili au ni volume ya pili. Ukurasa wake ni wa 32 au page 32. Inasema kusema kuwa kanisa la Rumi lilimwaga damu nyingi kuliko taasisi yoyote ambayo imepata kuwako ulimwenguni haliwezi kukanwa na Mprotestanti yeyote mwenye ujuzi kamili wa historia. Ni vigumu kukamilisha idadi ya waliouawa. Mwisho wa kunukuu. Yaani kanisa la Katoliki lilimwanga damu ya Waprotestanti mpaka leo hii hawajui hata hesabu kamili ya waliouawa. Ndio maana Biblia inasema limelewa kwa damu ya wanani? Ya watakatifu, damu ya watu wa Mungu. Kitabu kile Brief Bible Readings for Busy People, ukurasa ule wa 16 kinaendelea kusema hivi. Ninasoma tena nacho mahali pengine. Ndio maana nilisema nitasoma vitabu vitatu bali ni sehemu 3 ya vitabu viwili. Inasema wakati chama cha wanaojiita wa jamaa ya Yesu, yaani les Jesuites, kilianza katika kanisa la Rumi tangu mwaka wa 1540 hadi mwaka 1580, Waprotestanti 1900 waliuawa. Yaani de 1540 jusqu'à 1580, les victimes protestants ont été au nombre de 900 000, plus de 900 000 protestants. Yaani ndio maana unaona wengi walidhoofika na wakarudia basi katika hiyo mafundisho ya mama yao, sababu mama analewa kwa damu. Mama gisi iko na anawanywesha watu uasherati wake, ndivyo vile anavyowaua na kunywa damu yao wale ambao wanakataa uasherati. Yaani unakataa kunywa uasherati, anakunywa damu yako. Unakubali kunywa uasherati wake, anakuachia damu yako. Na ndivyo itakavyokuwa. Watu ambao watakataa kushika kile ambacho umoja wa madini utakavyosimamisha ukisimamiwa na utawala huu wa kanisa la Kikatoliki, wale ndio watakaopangiwa mauaji, kwa sababu wataenda kinyume na taasisi zinazopanga umoja utakaoleta amani duniani. Sasa sikiliza. Hata kama tunazungumza haya yote, ijapokuwa tumeona haya machafu na uasherati wa kahaba huyu na muungano wake wale binti zake katika kuidanganya dunia yote, hata hivyo watu wa Mungu wako huko katika kanisa Katoliki, watu wa Mungu wako katika Uislamu, watu wa Mungu wako katika Uprotestanti. Na inabidi Mungu awaite na wataisikia sauti yake, kama alivyoandika katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 16 ikisema, na kondoo wengine ni nao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja.
Usifikiri ya kwamba kwa sababu ungali kule kwa Babeli au ungali kule kwa binti zake ya kwamba umepotea. Hapana. Wewe cha kufanya tu ni kusikia sauti ya mchungaji mwema ambaye ndiye Bwana wa Sabato, ambaye ndiye aliyekuumba na anasema mume wako ndiye muumba wako ndiye mume wako. Papa hakukuumba, mchungaji hakukuumba, shehe hakukuumba, padri hajawahi hata kuumba. Sasa sikiliza, ukitamani kusikia sauti ya mchungaji mwema utaisikia. Ni sauti yenye upole inayosema na moyo wako, na ikiwa utaisikia, fanya uamuzi tayari. Wakati huu anatoa sauti yake kwa nguvu akisema, tokeni Babeli. Zekaria sura ya 2 mstari wa 7 inasema, haya Sayuni, jiponye wewe ukaae pamoja na binti za Babeli. Ninarudia, haya Sayuni, jiponye wewe ukaae pamoja na binti Babeli. Jiponye, usisubiri mtu aje kukuponya. Kuna watu ambao kabla ya kukamata maamuzi anasema ngoja nikaulize mama, ngoja nikaulize mke wangu, ngoja nikaulize mume wangu. Sikiliza Biblia vizuri, nasema jiponye wewe. Hawasemi jiponye na mwenzako. Jiponye wewe unayekaa na binti Babeli. Ufunuo 18 mstari wa 4 inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Unaona, kumbe ukishiriki dhambi za hili kanisa la Kirumi na wale wa binti zake ambao ni Uprotestanti ulioanguka na kumfanana, utashangaa vile vile ndivyo utakavyopokea pia na mapigo ambayo iliandaliwa kwa ajili yake. Huu si upumbavu huo? Yaani unaenda kufa katika vita ya washenzi. Kwa nini uende kufa katika vita visivyo vyako? Kama vile moto wa milele unavyoandaliwa shetani na malaika zake, vile vile mapigo 7 inaandaliwa huyu mwanamke kahaba na wale binti zake. Yaani shetani na malaika zake wao ndio wenye hiyo moto wa milele, na huyu mwanamke pamoja na huyu, yaani hili kanisa Katoliki pamoja na Uprotestanti ambao unamuunga mkono, wale nao wanaandaliwa mapigo 7 kwanza. Yale mapigo 7 si ya shetani. Mapigo 7 ni ya mnyama na watu wake. Mnyama na hao wote ambao ni kanisa lake na vingine. Baada ya hapo sasa ndipo wanaenda kukutana na shetani katika moto wake. Sasa inawezekanaje wewe ukubali kufa katika vita isiyo yako, kwenda kuunguzwa katika moto ambao hawakukuandalia, kwenda kupata mapigo 7 ambao Mungu hakukuandalia? Mungu anapenda watu wote waokoke. Na ndio maana pengine alisema hii sauti isikike kwa ajili yako. Hii ndiyo sauti ya mwisho ya Mungu tutakayoendelea kuisikia hadi mlango wa rehema utakapofungwa. Hebu sikia sauti ya mchungaji wako mwema ambaye ni muumba wako ili upate kuponywa. Mungu akujalie kufanya uchaguzi ulio bora, na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kutujulisha haya yote ambayo ni hatari kuyataja. Asante kutujulisha haya yote ambayo ilifichwa kwa muda mrefu, lakini ukakubali yahifadhiwe katika vitabu ili wale watakaosoma wapate kupata kile ulichosema heri ya somaye, na wale wasikiao na tayari wamesikia. Baba, ninakuomba damu ya hawa wanaonisikiliza itoke kwa kichwa changu irudi kwenye vichwa vyao, wakiamini kile ninachokisema ya kwamba ni wewe uliyenituma. Usiwahesabie tena dhambi zile walizozifanya kabla ya muda huu. Kubali kufanya kwamba wakati ule wa ujinga upate kupita kama unavyotuahidi, na ukubali waanze upya na wapate kuwa watu wako, waepukane na haya mapigo 7 na moto wa milele. Na wale ambao mpaka sasa wangali wanaona ya kwamba muda ungali, wajulishe ya kwamba muda umekwisha. Hawajui siku ya kufa kwao, hawajui siku ya maisha yao kuisha hapa duniani. Tafadhali Mungu wangu, washtue ili wapate kufanya uamuzi ulio bora. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ulikuwa na mtumwa wenu msaada wa Mary Decor. Acha tukutane sasa katika sura ya 18 ya kitabu cha Ufunuo katika siku ijayo, ili tuweze kuangalia kile ambacho Mungu anaendelea kusema kwa ajili ya huyu kahaba mkuu. Mungu akubariki.